Bismillahirrahmanirrahim. Kikubwa wakati tunaadhimisha leo National Day ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, tunakumbuka mengi. Tunakumbuka mapinduzi ambayo yalifanyika pale Tehran nchini Iran. Yalikuwa ni mapinduzi ya kihistoria, mapinduzi ambayo yaliashiria kwamba Wairani wanatoka katika hali gani na kuelekea katika hali gani. Kwa sababu katika utawala wa Shaha tunakumbuka dhulma, tunakumbuka matendo ambayo yalikuwa si ya kibinadamu, matendo ambayo yaliwanyima watu uhuru wao, yaliwanyima watu utu na heshima yao. Hata muasis wa mapinduzi ya Iran alipokuja kuipindua nchi hii, kwa hakika aliwaleta watu katika hali ya usawa, katika utu na ubinadamu. Kwa hiyo leo tunapokumbuka siku ya mapinduzi ya Iran, tunakumbuka kwamba Wairani wanafurahia nchi yao kwa sababu ni nchi ambayo imekuwa ina utawala bora, nchi ya kidemokrasia, ina utawala wa Kiislamu. Hili ni jambo jema, na ndio maana sisi kama wadau wa amani, wadau wa mahusiano mbalimbali, ni lazima tuunge mkono harakati hizi za Jamhuri ya Kiislamu ya watu wa Iran. Kwa hiyo mimi niwatakie Jamhuri ya Kiislamu ya watu wa Irani na Wairani kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla kwamba mahusiano haya tulionayo kati ya Irani na Tanzania ni mahusiano ya msingi sana. Ni mahusiano ya kihistoria toka waasisi wa nchi zetu, al-Imam Khomeini rahmatullahi alayhi pamoja na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni watu ambao waliungana muda mrefu, wakawa na mahusiano makubwa, na leo tunaona Irani inavyofanya ndani ya nchi yetu katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo, na sisi kama Watanzania tutaendelea kushirikiana nao. Nishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania namna inavyoendelea kuishi kidiplomasia zaidi na mataifa mbalimbali katika ustawi wa nchi mbalimbali. Kwa hiyo hili ni jambo jema ambalo tunaendelea kushuhudia kwa Tanzania na Irani leo wakiwa na mahusiano haya ambayo ni endelevu.